Kitakuwa kina muziki mbalimbali kutoka Afrika ikiwemo Afrobeat, Afrofusion, Alte, Amapiano, Fuji, Kwasa, Ndombolo na mengineyo. Na Manju, pengine tuanze na hili ambalo amelizungumza Hood wa Afrika, hasa sisi wa Tanzania. Tunalitazama kwa namna gani jambo hili ambalo limetolewa na Grammy? Mimi kama mtu ambaye nimefuatilia masuala ya muziki, nimepata faraja kwamba kuona angalau wameona umuhimu wa muziki wa Afrika kupewa kipaumbele. Kwa sababu kwa miaka yote muziki wa Afrika umekuwa ukisindikiza tu. Na siwezi kusema tu kwamba ni privilege, tumeonewa huruma, ni haki yetu. Kwa sababu kama ukiangalia history ya music, la kwanza linalonifurahisha ni kwamba muziki umerudi kule ulikotoka. Ulianzia Afrika ukenda kule. Hizi tuzo haikuwa kwamba ni wametuonea huruma, ni baada ya shinikizo, kelele kuwa nyingi. Huu muziki mbona watu wa Marekani tu, watu wenye asili ya Afrika walio Marekani tuzo wanapewa wazungu? Ina maana muziki nyinyi huu hizi ni tuzo zenu tu au ni tuzo za dunia nzima? Kwa hiyo sio kwamba walifika wakatuonea huruma, wamegundua kwamba muziki wa Afrika sasa hivi unakuja juu. Angalia Afrobeat sasa hivi imefunika hata hiyo funk music yenyewe. Kwa hiyo wanaonekana wanachekesha kama wasanii kutoka barani Afrika, wanapofika kule wanajaza maarena, Wembley imejaa, stadium makubwa. Kwa hiyo muziki una mashiko. Kwa hiyo wakaona jamani tutachekesha, kwa sababu wanajifunza kutokana na matukio yaliyotokea. Unakumbuka mwaka 94 kuna kitu kilikuwa kinaitwa Kora Music Awards, kwamba ya kuwazawadia Afrika wenzetu. Lakini baada ya kuwa wanaboronga kwamba hawajulikani wanachochagua ni nini, yale mashindano yakafa kifo cha kawaida. Sasa wameona kama hawatoshirikisha watu kutoka sehemu mbalimbali dunia watapoteza uhalali. Kwa hiyo tumeingizwa kwa sababu ya kupata ule uhalali, wajulikane kwamba hizi ni tuzo za dunia nzima. Kwa maana hiyo sasa wasanii wale wa Afrika wanatakiwa wazingatie nini kwenye hizi tuzo ambazo zimetolewa? Manake hawakuwapo, sasa wapo. Mimi nilikuwa namsikiliza CEO wa hizi Grammy ambazo ni Heavy Mason. Na napenda hapa wasikilizaji wanisikilize vizuri. Alisema vigezo, na nukuu lugha aliyotumia. Alisema unique local talent and rhythms expressing African continent. Yani vionjo vya kipekee vinavyotoka chini kabisa, ambavyo ukivisikia unajua hivi vionjo vinatoka bara la Afrika. Kwa hiyo hicho ndio kigezo mama. Halafu vionjo hivi viwe vimekuwa tapped kwenye indigenous sounds, vimetokana na milio ile, sio akili bandia, visio vinatokana na artificial intelligence. Vigezo hivyo. Kwa hiyo Sheikh, ndio vigezo. Ukitaka pasipoti, vigezo vyako hivi. Sasa usipotimiza vile vigezo, usimlaumu yule ambaye akupi pasipoti. Jilaumu wewe kutimiza vigezo. Vigezo kisha viweka ni hivi hapo. Na najaribu kuwaza pia mimi mwenyewe binafsi kwamba kwa wasanii wetu hawa Bongo Flavor, ambapo mara nyingi tungo zao zimekuwa zikisikika uzuri lakini haziishi kwa maisha marefu kama ambavyo pengine wazee wetu walikuwa kitunga, unawafahamu akina Marjan Rajab na wengineo. Tunajiona kwamba muziki wetu huu wa Bongo Flavor unaweza ukakita mizizi katika hizi tuzo kwa namna ambavyo uandaji wa muziki wenyewe unaandaliwa. Itakuwa kama watafuata vigezo. Mimi sioni tatizo. Kwa sababu gani? Kwanza wana uwezo mkubwa wasanii wetu hapa nyumbani, wana uwezo mkubwa. Kinachowaengua, wengi wamekuwa kilalamika, mbona kila wakienda juzi tuzo za BET zimetoka, za Grammy zimetoka. Nadhani mmegundua wasanii wetu wengi wamekuwa wasindikizaji. Kwa sababu gani? Wameshindwa kuleta vigezo, kutimiza masharti ya vigezo vinavyotakiwa. Ina maana wanazidiwa na wa Nigeria ambao wamekuwa Kenya tuzo hizi. Wanazidiwa ujanja, hawazidiwi ujuzi, wala hawazidiwi taaluma. Kwa mfano, unaposema kina Burna Boy, kina Davido, akienda kule anacheza muziki wao ambao ni Afrobeat. Nani hajui kama Nigeria muziki wao ni Afrobeat? Ukienda Afrika Kusini unasikia yule marehemu AKA, kina Casper De Small, kina DJ Maforisa, kina William Kentrida, wanacheza amapiano, mbakanga, kwaito, sethakamia, jive, kwela, marabi, mbakanga. Hivi ndio vigezo vyao, sio? Kama wangekuwa tunazungumzia Latin America, basi tulitegemea wangepeleka salsa, montuno, kumbia, merengue. Trinidad wangepeleka soca, high life. Jamaica moja kwa moja unajua watapeleka reggae, sio? India watapeleka bangra, Kongo watapeleka rumba Kongole.
Rwanda watapeleka Umunezero, Burundi watapeleka Sambolera, Uganda watapeleka Uriema, Kenya wataenda na Benga, Ohangla, Kapuka. Sisi wa Tanzania tunaenda na Bongo Flava. Lakini Bongo Flava muziki wetu, kwa sababu ukiuchambua Bongo Flava, mimi nilibahatika kuteuliwa na serikali kwenye kamati ya kutafuta mdundo wa taifa. Tulikuwa pale na vijana ma DJ na mwingine ma producer kama Professor J Master J na P Funk. Hawa ndio waanzilishi wa Bongo Flava. Tulipoingia kwenye operation room kuangalia huu muziki umetoka wapi, walisema wazi kabisa huu muziki umechukua vionjo kutoka nchi za nje, tukaunda kitu kinaitwa Bongo Flava. Sasa kigezo kiambia unique local talent, rhythms expressing African continent. Wao ukapeleka amapiano kule. Kwa mfano msanii wetu anaenda anapiga amapiano au anaenda na Afrobeat. Ni muziki kutoka kwenu? Hapana. Baule, utawalaumu kwamba sisi wametuengua au nyinyi ndio mmeshindwa kuvielewa vigezo? Kwa mantiki nyingine sisi ndio tumejengua. Sasa tumejengua. Tunawasaidiaje hawa wasanii kuhakikisha kwamba wanafikia hivyo vigezo? Hilo lilikuwa ni tatizo. Mimi nimeliongea takriban miaka 10, lakini kwa bahati nzuri kabisa serikali ya awamu hii ya 6 chini ya Mama Samia Suluhu kupitia waziri wakati ule Mheshimiwa Mchengero aliteua kamati kabisa chini ya auspices za SATA kuhakikisha tuna mdundo wetu wa taifa. Hivi ninavyozungumza tayari tuna mdundo wetu wa kitaifa ambao tumepita, kamati imepita karibu nchi nzima kutafuta hivi vionjo. Tukawa na maproducer, hao ndio wasema na wengine wakaunda kivunge cha mtozi, hizi producers kits ambazo zina snapshots mle, kuna loops, kuna beats zote za vionjo vya muziki ambao ni indigenous, kuna mchiriku mle, kuna singeli, kuna ngoma za Kibati, kuna ngoma ya Sangura, chochote unachokiona cha kibongo bongo cha Kitanzania kimo kwenye hii midundo. Hivyo kama kweli wasanii wetu wanataka kwenda kutuwakilisha, basi wakienda na hivi vionjo, mimi siamini kama Grammy wameshawahi kusikia singeli au mchiriku. Ikichezwa ile mimi nadhani ule ukumbi utawaka moto. Hivi ni onjo unique. Lakini sasa mpeleke msanii mkubwa, anaenda na mapiano pale, anaenda na rumba, wenyewe wapo Baule. Wenye mapiano wapo. Hebu niambie kwa mfano leo tuna tamasha la mavazi kutoka dunia nzima watu wanapeleka mavazi yao ya Nigeria, wanapeleka mavazi ya Afrika Kusini. Sisi tunapeleka jeans kule Marekani. Sio, mnanielewa? Tukuelewa. Unapolizungumza hili kitaalamu, ningependa watu walichukulia hili kitaalamu, si kishabiki. Tatizo moja kubwa tulionalo hasa sisi wa Tanzania, tunapenda kuzungumza vitu ambavyo hatuna taaluma navyo. Hakuna mtu anayewaengua, wamejiengua wao wenyewe. Umenisikiliza? Tukisema tunatafuta shindano la mlimbwende, basi tunakusudia kuna vigezo. Kifua kiwe 22, kiuno kiwe 20, hipsi ziwe 24. Hivi ni vigezo. Sasa unapompeleka mtu mnene ambapo hana vigezo hivyo, sema wamemuonea, wamemuengua, vigezo anavyo. Sawa. Manju, je, hatua hii ni nafasi sasa kwa wasanii wetu kutazama ama kuyatazama kwa macho mawili mdundo wetu wa taifa, na pamoja na mdundo wetu wa taifa kufanya vizuri zaidi kimataifa, kutambulishwa? Kwanza mimi kama ningekuwa kwa kweli msanii wa sasa hivi wa kizazi kipya, serikali imewapa ofa. Serikali ya awamu ya 6 imewapa ofa. Waziri siku ile kasema msanii yoyote awe underground yoyote kama atachukua huu mdundo wetu wa taifa, serikali itamgharamia aingie studio, itamgharamia atengeneze video, itamgharamia na itampeleka huko kwenye uwakilishi, akiwa anaiwakilisha Tanzania. Atakwenda kule amebeba bendera ya taifa akiupeleka mdundo wetu. Hivi unataka ofa gani nyingine zaidi hapo?